Haleluya. Bwana Yesu asifiwe na wasalimu nyinyi nyote wapendwa watazamaji. Hapa ni Arise and Shine International Ministry. Majina yangu ni Pastor Victor Israel na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo kutupatia wakati kama huu ili tukaweze kushare pamoja neno la Mungu. Niko na dakika chache ambazo ningependa kwamba mahali po unanisikiza hapo unipe dakika chache niweze kuambia kuna ujumbe iko hapa kutoka katika neno la Bwana. Nataka kuongelea kuhusu msamaha, sababu Yesu Kristo alikuja duniani kuokoa wale ambao wamepotea na wale ambao wamekosea ili aweze kuwarejesha katika ufalme wa Mungu. Bible inasema hivyo katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wake wa kwanza. Bible inasema hivi: msiwahukumu wengine, msije nanyi mkahukumiwa na Mungu, kwa maana jinsi mnavyo wahukumu wengine ndivyo nanyi mtakavyohukumiwa, na kipimo kile kile mnachokitumia ndicho kitakachotumika katika kuhukumiwa kwenyu. Haleluya. So Bible inasema hivi, tusihukumu, usiwe mtu wa kuhukumu. Haleluya. Maandiko inatuambia vizuri ya kwamba Yesu kuja kwake hapa duniani alikuja kwa sababu ya wenye dhambi, ili kupitia katika kifo chake msalabani waweze kuokolewa. Kile kinasababisha Victor kuwe bado ako duniani saa hizi ni kwa sababu ya rehema za Mungu na huruma za Mungu. Wapendwa, ni kuokolewa, tunaokolewa. Hakuna mtu alizaliwa akiwa mzuri. Yule alizaliwa akiwa mzuri peke yake ni Yesu Kristo, sababu damu yake haina DNA ya mwanadamu yote ambaye amefanya dhambi. Lakini hao wengine wote tumezaliwa katika damu ambayo ule Adamu wa kwanza aliyeasi, tukazaliwa katika hiyo damu. So sisi ni kwa rehema za Mungu tumeokolewa. We ambao unanisikiza mahali pana, ni Mkristo mwenzangu ama hata sio Mkristo, nani amekupatia mamlaka ya kuhukumu wengine kwamba hawataingia mbinguni? Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inasema kwamba kile kipimo tunatumia kupimia wengine ndicho tu kitakachotumika katika hata wewe. Inaendelea kusema kwamba mbona wakiona kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako na ila wewe mwenyewe uko na boriti katika jicho lako? Kumaanisha kwamba wakati unapohukumu wengine, hata wewe pia kuna makosa ambayo pia mwenyewe umeyafanya. Naona mtu mmoja katika Biblia, mama aliyekuwa amefumaniwa amefanya dhambi na akaletwa kwa Yesu katika sheria ya Mose, na wakasema kwamba kulingana na sheria ya Musa, huyu mtu akitenda dhambi kama yeye amezini, anafaa pigwe na mawe au wawe. Lakini vile naona vile Yesu alifanya, Yesu aliwaangalia akawauliza ya kwamba yule ambaye hujawahi tenda dhambi, uwe wa kwanza kuchukua mawe umpige huyu mama. Nikiangalia maandiko yasema kwamba hakuna hata yoyote aliyechukua mawe akapigwa yule mama, kwa sababu kila mtu alijiangalia akumbuke kwamba sijazini lakini kuna wivu, sijazini lakini mimi ni mnyang'anyi, sijazini lakini mimi niko na chuki na wengine. Haleluya. Maana katika kitabu cha Wagalatia 5 inasema matunda ya mwili. Galatia 5 katika mstari wa 19 inasema matunda ya mwili yanajulikana kama uzinzi, usharati, wizi, ufisadi, uchawi, ulafi. So mlafi, unezaje kusema kwa msharati ni mbaya kuliko wewe? Penye mlafi atafungiwa, hata msharati atafungiwa mahali pale. Msharati na mlafi na mlevi ni brothers. Haleluya. So unapenda kusema mwingine apigwe na mawe au wawe, understand ya kwamba kile kinafanya apigwe na mawe au wawe, hata we pia ni mmoja, unapaswa kupigwa na mawe kulingana na dhambi zako. Kwa hivyo wapendwa, tuwe na moyo wa msamaha, moyo wa kusamehe wengine. Don't judge people. Haleluya. Ni vizuri tunapoelekeza wengine vidole uweze kujua kwamba hata wewe mwenyewe hata wewe hukumiwa na dhambi zako. Kwa hivyo Yesu Kristo ndio njia ya ukweli na uzima. Mwanadamu hana chochote kizuri chake ila ni Kristo peke yake. Kupitia kwake
tumeokolewa. Napenda kumaliza ni kuambia mahali pale, wale ambao merudi nyuma, huenda umehukumiwa. Mimi najua kwamba kuokoka kwangu, niliokoka, nilianguka, sio mara kwanza mara mbili. Haleluya! Ni vizuri tuseme ukweli, nilianguka sio mara moja na sio mara mbili, na watu wakawa kwamba wamenitenga sababu ya dhambi zangu. Lakini hapo nikajiuliza swali ya kwamba kabla wanijue, Yesu alinipata nikiwa mbaya kuliko vile waliniona, na akanipokea kwa ile matope nilikuwa, akanisafisha, akanitengeneza. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama Yesu alinisafisha na akanitengeneza, atashindwa kunirudisha katika njia zake? Yule unaona amerudi nyuma, yule unaona kusikia kwamba mambo yake yameharibika, wacha nikwambie, kwa Mungu kuna next chance. Wale mmerudi nyuma, bado kwa Yesu kuna next chance. Katika kitabu amesema katika Biblia, Joel 2:25 anasema kwamba yeye anarejesha hata ile miaka imeliwa na nzige. Kama Victor amerejeshwa kwa Mungu, hata wewe unaweza rejeshwa kwa Mungu. Wacha kuishia mahali pale, wacha kuishi katika dhambi zile ulifanya. Yesu anaosha. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni mzazi mwingine unanisikiza mahali pale, wewe ni mzazi, for instance, uko na watoto, mtoto akiwa ameenda amejichafua pale nje katika matope, ukakuja kumuosha, ukamuosha ile mtoto vizuri. Ni wazazi wangapi unachukua karai na mtoto unamwaga hivyo na maji? Unaweza kuwa labda uko na shida hapa. Wazazi wengi anaosha mtoto, anatoa mtoto kwa ile maji, anampanguza, anamwaga maji chafu. Hivyo ndivyo damu ya Yesu imenichukua, akaniosha, akamwaga maji chafu. Siku ya leo nimeokoka na ubiri Yesu Kristo. Wewe unanisikiza, usife moyo, wachana wanadamu. Yesu anakuita, mrudie Bwana tena na utaokolewa. Ni mwenye rehema, ni mwenye msamaha. Nataka niweze kuomba na wewe, wale ambao wamerudi nyuma katika dhambi, katika kwa usharati, kwa uzinzi, kwa wizi, ile njia yote ambayo umerudi nayo nyuma, nataka kuambia kwamba kuna kurejeshwa tena. Uko mahali unanisikiza, labda ulikuwa mwimbaji, ulikuwa mhubiri, ulikuwa mtendakazi katika kazi ya ufalme wa Mungu. Uliporudi nyuma, watu walizidi kukufunja moyo zaidi, wa kuonyesha kwamba hakuna kurejeshwa tena. Nimekuja kuambia kwa Mungu kuna chance nyingine. Kazi ni rahisi tu, ni kukiri kwa kinywa chako na uamini. Uko mahali pale, tuamini pamoja, tuweze kuomba. Waweza rudia nyuma yangu katika hili ombi. Sema tu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi nakiri dhambi zangu, nimekosea mbele zako. Unisamee makosa yangu, unioshe kwa damu yako takatifu. Futa majina yangu kwenye kitabu cha watenda dhambi, yaandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi kwa maisha yangu, na nimeokoka. Amen. Nianza kuomba ya kwamba ukiwa katika mji wa Nairobi, napatikana hapa Mweki, Kasarani Mweki, hapa Dekeo, kanisa ni Arise and Shine. Kuja hapa kwa ibada, tushiriki pamoja. Kama uko katika Mweki, mahali popote uko, tafuta kanisa la kiroho, tafuta mzazi wa mchungaji aweze kuendelea kukulea kiroho, na Mungu akubariki sana. Nataka nitangaze ya kwamba kwa wale wote ambao mlikuwa chini, rudieni. Yesu Kristo bado kuna nafasi. Damu ya Yesu bado inaosha na ambayo inasafisha. Imeosha Victor, hata wewe itakuosha. God bless you. Bwana akubariki sana. Asante.